Mchana huu tutakuwa tunajifunza somo ambalo nimelipa kichwa cha somo, inasema umoja katika Kristo. Umoja katika Kristo. Umoja katika Kristo. Umoja katika Kristo. Au umoja ndani ya Kristo. Umoja katika Kristo au umoja ndani ya Kristo. Sasa kuna mambo mengi sana najua huwa tunapenda kuongea kwa habari ya umoja katika Kristo, lakini leo nataka tuangalie hasa maandiko yanatufundisha nini na tupate uelewa wa kimaandiko, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo tumevikuta tu, tumevipata na tunaendelea kuvifanya na tunakuwa tunang'ang'ana tu na tunaendelea kufanya. Lakini kuna jambo kubwa sana tukijua umoja katika Kristo ukoje na nini ambacho unaleta katika kanisa la Mungu. Ngeukia kwanza jirani yako, mwambie wewe ni ndugu yangu. Amen. Na mwingine mwambie wewe ni ndugu yangu. Una uhakika ni ndugu yako? Usiseme tu kwa sababu mchungaji amesema, mhubiri amekwambia sema. Ninatamani uiseme ukijua kabisa kutoka kwamba ndani ya moyo wako kwamba huyo ndugu yako, huyo uliyekaa naye ni ndugu yako. Bwana asifiwe. Sasa mara nyingi tunapoongelea umoja, mara nyingi tumekuwa tunaangalia picha ya umoja tunaoutengeneza wenyewe, si ndio hivyo? Utasikia kuna umoja wa makanisa. Mwahi kusikia Na tunasisitiza na kuna kipindi tunaomba kweli kweli, Baba tunataka umoja kama ulivyosema kwenye Yohana 17. Kweli si kweli? Yaani hiyo ndo tunatamani. Wangapi wanapenda kanisa liwe na umoja? Wangapi wanafikiri kanisa sasa lina umoja? Amina. Wangapi wanafikiri kanisa halina umoja? Wangapi hawana uhakika? Nikisema kanisa simaanishi tu hapa. Si unanielewa? Nikisema kanisa maana maanisha mwili wa Kristo, au nitumie mwili wa Kristo. Kwa nataka tuangalie maandiko yanapoongelea umoja ndani ya Kristo hasa maana yake ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua tukikijua kitu kitatusaidia tutembee katika hicho na tutaweza kutembea katika hicho kwa usahihi zaidi kuliko tukienda tu kwa mapokeo tuliyozoea au kwa mitazamo ambayo tuko nayo. Na ndio maana leo tunataka kuangalia umoja katika Kristo. Na hasa huo umoja kwa ajili ya nini, unafanyikaje na mambo mengine. Lakini tutaangalia kwa ufupi sana. Na nitakavyofanya mchana wa leo tutapitia maandiko zaidi, alafu tunaelezana kuhusu maandiko, lakini msingi wake tunataka kuangalia umoja tulionao ndani ya Kristo Yesu. Amina. Ninajua kwamba unajua mpinga Kristo naye atakuja kuleta umoja. So unajua hiyo? Aleta umoja. Sasa umoja ndio mara nyingi tunaupigania kweli kweli. Sasa yako mambo kadha wa kadha ambayo nataka kwanza nisisitize. Tunaposema umoja katika Kristo, lazima hao watu wawe ndani ya Kristo Yesu. Hakuna umoja katika Kristo na watu wasio ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo usiongelee umoja wa madhehebu. Sina shida na umoja wa madhehebu, lakini huo sio umoja naoongelea. Sina shida. Madhehebu kwanza hayakuwepo wakati maandiko yanaandikwa. Kwa hiyo wakati Roho Mtakatifu anafunua maandiko haya, wala alikuwa afikirii madhehebu. Na umoja ambao tunaongelea leo hauletwi na wanadamu, wala hautengenezwi na wanadamu. Umoja ndani ya Kristo hauletwi na mikutano. Ngoja tukae hapa viongozi wa kiroho tujadili swala la umoja. Sio huo unaoongelea. Huu umoja unatengenezwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Mtu mmoja ananielewa. Warumi sura ya 12 mstari wa 4 mpaka wa 5. Warumi sura ya 12 4 mpaka 5. Biblia inasema, kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Naomba kila neno ulishika vizuri, nitarudia kuelezea kwa ufupi. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi. Kila mmoja uangalie mwili wako na umshukuru Mungu kwamba mwili wako ni mmoja, lakini una viungo vingi. Mtume Paulo anatumia mfano au kielelezo cha mwili
kufundisha somo la kiroho. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa anasema kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Jambo jingine la msingi sana ambalo nataka ulikamate: moja, mwili ni mmoja; mbili, viungo ni vingi; tatu, viungo hivyo havitendi kazi moja. Hello? Mambo hayo matatu naomba uendelee kuyafuata vizuri. Mwili ni mmoja, viungo ni vingi, lakini viungo hivyo, kila kiungo kinatenda kazi yake. Tuendelee tafadhali. Lakini ni katika Kristo. Vivyo hivyo, kwa Mtume Paulo anamaliza kutoa maelezo kwa kutumia mwili, sasa anageuza, anaingia kwenye nini jambo hili tunapata katika masuala ya kiroho. Anasema vivyo hivyo na sisi tulio wengi. Sema sisi tulio wengi. Tu mwili mmoja. Wapi? Katika Kristo. Na sisi tulio wengi. Ametumia neno kama, anatumia mfano wa kufundishia. Kama jinsi mwili ulivyo, anabadilisha kielelezo hicho, anaingia kwenye fundisho. Anasema na sisi tulio wengi tuko mwili mmoja. Kwa hiyo kuwa wengi ni sawa. Amina. Bwana asifiwe. Tuko wengi, lakini sisi hao tulio wengi tumekuwa mwili mmoja katika Kristo. Jambo la msingi sana, ndani ya Kristo. Kwa hiyo sisi tunakuwa tu mwili mmoja ndani ya nini? Ya Kristo, sio nje ya Kristo. Kwa hiyo mtu asiye ndani ya Kristo, mtu ambaye bado hajamwamini Yesu, sio sehemu ya mwili unaoongelewa. Hello? Yeye anabaki kuwa wengi, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Jambo jingine la msingi sana, anasema na sisi tulio wengi. Kwa lazima tukubali kwamba tuko wengi. Bwana asifiwe. Kumbuka anaongelea habari ya nini? Kwa kutumia kielelezo cha mwili. Kwa kama viungo vilivyo vingi, na sisi tuko wengi, lakini anasema lakini mwili ni mmoja ndani ya nani? Ya Kristo. Kwa hiyo kuna mwili mmoja tu wa Kristo juu ya uso wa nchi. Amina. Toka Yesu ameondoka, mwili umeendelea kujengwa ni mmoja. Kila mtu anapookoka anaingizwa kuwa sehemu ya mwili huo, na ndio maana nikasema umoja huu tunaoongelea hautengenezwi na wanadamu, unatengenezwa na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo toka Yesu alipomaliza kazi yake, kila siku mtu anapomwamini Yesu kwa msaada na kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu, anatolewa alikokuwa, anaingizwa kama kiungo, anakuwa sehemu ya huo mwili mmoja, lakini yeye ni kiungo tofauti. Sasa anasema na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Biblia ya Kiingereza inaweka vizuri. Hiki kiungo, kila kiungo kimoja kipo kwa ajili ya kufaidisha viungo vingine. Mtu mmoja unanielewa? Ndani ya mwili wa Kristo kuna viungo vingi, na kila kiungo kazi yake. Kwa nini viko tofauti? Ili tuweze kufaidiana kuwa viungo tofauti tofauti. Na anasema ndivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Tumefikia mwisho wa huo mstari. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nataka upate picha hii. Huu mmoja tunaoongelea. Moja, waumini wote wameunganishwa na Roho wa Mungu ili kuunda mwili mmoja wa kiroho. Sisi hapa wote na watu wote duniani waliookoka, waliomwamini Yesu, tunatengeneza mwili mmoja wa kiroho, unaitwa mwili wa Kristo. Ni mambo ambayo tumeyazoea, lakini tunachukuliaga juu sana. Nataka leo tuangalie kwa undani kidogo. Kwa hiyo aliyoutengeneza na kujenga huu mwili ni nani? Ni Roho Mtakatifu, si ndio hivyo? Na umoja wetu msingi wake ndo huu.
Kwa hiyo kama tayari tuko ndani ya Mungu, ndani ya Kristo, maana yake tuko ndani ya umoja. Hello? Bwana asifiwe. Yaani kama mimi ni kiungo na hiki ni kiungo na hiki ni kiungo na hiki ni kiungo, vimetengeneza mwili huu, viungo vyangu tayari viko ndani ya nini? Ya huo umoja, kwa sababu huo umoja umetengenezwa na Mungu kama hivi viungo kuviweka kwenye mwili wangu. Sasa huu umoja wa kanisa unatengenezwa na Roho Mtakatifu kuwatoa watu kokote wanakotoka na kuwaingiza kwenye mwili wa Kristo, wanakuwa ndani ya umoja. Ndio maana umoja huo lazima uwe katika Kristo. Amen. Nitakuonyesha baadaye tunapoendelea. Katika mwili huu wa kiroho, kila mwamini ni sehemu ya waamini wote. Kila mwamini, unampenda, humpendi, sura yake unaipenda au huipendi, ni sehemu. Bwana asifiwe. Ni sawa sawa tu na wewe ulivyo. Unaweza kuwa upendi pua yako, lakini pua yako ni sehemu yako na haitoki. Inabidi ujifunze kuvumilia. Hello? Kama ukipendi sui mkono wako, sui kucha zimekaaje, ndio hizo ziko hapo, na zitafanya kazi ya kucha kwa staili ambavyo zinaweza kufanya. Kwa Mungu amempa kila mwamini, jambo jingine la msingi sana ambalo nataka tulibebe. Mungu amempa kila mwamini kipawa au vipawa, karama au uwezo, ili awe na manufaa kwa wengine katika mwili. Hello? Tunaelewana? Tunaelewana? Wewe, moja ya jambo ambalo nataka uelewe kwa maana ya concept hii tunayosema kuwa umoja ndani ya Kristo. Kwa nini unakuwa uonekane? Ni kwa sababu vipawa, viungo havifanye kazi zake. Lakini asubuhi ya leo nataka wewe uelewe hivi. Sema, mimi ni kiungo katika mwili wa Kristo. Jambo la pili, sema mimi nina kipawa au vipawa kwa ajili ya kuwafaidisha wengine. Mtu mmoja ananielewa? Kwa hiyo kwa maana ya umoja ndani ya Kristo, Mungu hatarajii yeyote aliye sehemu ya kiungo yeye kuwa mlaji tu. Tunajua maana ya kuwa mlaji, tukisema hivi kwenye lugha ya kibiashara. Kuna bidhaa zinatolewa, kuna wazalishaji na walaji. Kwa hiyo Mungu, umoja ndani ya Kristo haujatengenezwa kuwe na kundi la wazalishaji na kundi la walaji. Amen. Umoja unataka sote, kwa wakati mwingine niko kwenye kundi la walaji, wakati mwingine niko kwenye kundi la wazalishaji. Karama, vipawa, uwezo uliopewa, kazi yake ya msingi ni kuwahudumia watakatifu wengine ndani ya mwili wa Kristo. Huo ni wajibu wako. Changamoto ambayo ninakupa kabla hatujaendelea. Moja, unajua vipawa ambavyo Mungu amekupa. Unajua karama ambazo Mungu amekupa. Jibu kama ni ndio. Swali la pili, unavitumiaje katika kujenga mwili wa Kristo? Muulize jirani yako, unavijua vipawa? Asikujibu, wewe muulize. Muulize tena, unavijua? Swali la pili kama ndio, wewe usimame mwombe, unavitumiaje? Kwa hiyo kama uvijui, mchana wa leo na nakupa changamoto, hakikisha unavijua. La sivyo unakaa kihasara kwenye ufalme wa Mungu. Muulize jirani yako, wewe unakaa kihasara au kifaida? Na Mungu hataki hasara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Binaweza, naomba kwa ruhusa yako nitumie mfano wako. Bwana asifiwe. Sasa watu wanafikiri, nilikutana miaka kadhaa na ndugu yangu Obi pale. Tukawa tunaongea na mzee, yeye amezaliwa wazazi wake wameokoka. Kwa nini kama mzee, vipi bwana? Vipi? Sasa nimekuepo kanisani.
wewe unafanya nini? Kwa sababu tumewekewa mentality, kama sio mwinjilisti ni mwimbaji, kama sio mwimbaji shemasi, kama sio shemasi basi. Zikiisha hizo Bwana asifiwe. Mtu kama hayuko kwenye hivyo, anataka akae tu nyumbani, anakuja ibadani, anatoka. Sisi bwana tunakuja tu kupokea. Mwambie jirani yako, mwisho wa kuchemsha kiti leo. Hello? Kwa tukakutana na ndugu yangu Obi miaka kadhaa iliyopita. Tukaongea. Nikamwambia sasa wewe unafanya. Akasema yani sijui, yani mitoka siwahi kufanya chochote. Kwa maana hizi huduma kwa lugha iliyozoeleka. Nikamwambia lakini wewe nakuona mfanya biashara mzuri na unaweza ukasaidia watu kuata kuwa mentor na kuwafanya hivi. Nikamwambia hii ni sehemu ya kitu ninachoweza kufanya ndani ya mwili wa Kristo. Leo sasa nafanya Kuna watu wameweza hata kuwatoa hatua moja kwenda hatua nyingine, ambapo hata kama ningekuwa na upako mpaka unatiririka unamwagika, hiyo kazi nisingeweza kuifanya, lakini yeye anaifanya kwa urahisi bila kutumia pressure. Kwa nini? Ni eneo lake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe natamani mchana wale uanze kujiuliza, mimi nina nini katika umoja huu cha kuwafanya wengine, kuwafaidisha wengine, sio kujifaidisha wewe, kuwafaidisha wengine ndani ya mwili wa Kristo. Hakuna mtu yoyote anatakiwa akae tu, hayupo. Huo sio umoja tunaoongelea. Sasa badala ya kuanza na kupambana, umoja unaoongelewa katika maandiko ndo huu. Ni wa mwili wa Kristo kuwa pamoja ndani ya Kristo na kuhudumiana. Wala sio umoja unaoongelewa tuna kikao leo, viongozi wote wa madhehebu tunakaa, tunatoa tamko letu. Huo sio umoja unaoongelewa katika maandiko, na nitakuonyesha tunavyoendelea. Umoja unaoongelewa ni watu waliotolewa gizani wakafanywa kuwa sehemu ya mwili wa Kristo kwa nguvu za Roho Mtakatifu, wakapewa vipawa na karama kwa ajili ya kuhudumiana, wakae kwa pamoja. Na huu umoja tutaona baadaye, si tu kwamba tumeungana sisi kwa sisi, lakini pia sisi tuliounganika tumeungana na Kristo, na Kristo ameungana na Mungu Baba, tunatengeneza bonge la dude. Umenielewa mtu wa Mungu? Umenielewa? Yaani ni hivi, sisi kanisa. Ndio maana ukitambua leo ninapokuelezea huu umoja kama kanisa, utajua sisi ni watu wenye nguvu. Sisi sio taasisi. Kanisa sio taasisi. Taasisi ni kwa ajili ya usajili. Sisi ni mwili wa Kristo. Mtu mmoja ananielewa? Yaani sisi tunapoamini, Roho Mtakatifu anatuweka kwenye mwili wa Yesu. Tunakuwa mwili wa nani? Wa Yesu. Tunatengeneza hicho kitu. Kristo ndio kichwa cha huo mwili. Na maandiko taona baadaye yanasema Kristo yuko ndani ya Baba. Hello? Kristo yuko ndani ya nani? Ya Baba. Walisema kichwa cha Kristo, walisema Kristo wote. Alafu na yeye yuko ndani yetu. Na sisi tuko ndani yake. Kwa hiyo na sisi tuko ndani ya wangapi wanaamini na sisi tuko ndani ya Baba? Unaona huo umoja tulionao. Kwa hiyo umoja huu una hivi, kati ya mimi na Justin tumewekwa kwenye mwili mmoja. Halafu huu mwili wote uko ndani ya nani? Ya Yesu. Na Yesu yuko ndani ya Baba. Na Baba yuko ndani ya Yesu. Kwa hiyo unapoongelea kanisa, unaongelea moja ya kitu chenye nguvu, uweza na mamlaka kuliko kitu chochote juu ya uso wa nchi. Sio vipande vipande. Tuko ndani ya Yesu Kristo. Mwambie jirani yako tuko ndani ya Yesu Kristo. Na Yesu yuko ndani yetu. Na tumefanyika kuwa kitu kimoja sisi na Yesu. Unajisikia hivyo? Kwa hiyo natamani hata unapolikaribia pepo, likaribia kama Yesu amelikaribia. Kwa sababu wewe uko ndani yake, yeye yuko ndani yako, na Baba yuko na wewe. Mnakwenda katika umoja ulio na nguvu kuliko unavyofikiria. Mtu mmoja ananielewa? Sasa kwa sababu tumefundishwa, unajua mimi na Mungu, unajiona kama uko peke yako. Unajiona tu kama mimi. Hauko hivyo mpendwa.
Dunia yote, vizazi vyote, watu waliowahi kuamini ni sehemu ya mwili wa Kristo, walifanyika kuwa mwili wa Kristo, waliingizwa kwenye mwili wa Kristo. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tumia vipawa na karama zote ulizonazo kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Hebu tusome Yohana 17:21 mpaka 23. Najua haya maombi mara nyingi watu tunayachukua. Tunasema Yesu aliomba tuwe na umoja. Alafu mtazamo wetu tunafikiri ni huu wa kwenda kutengeneza. Basi tukaeni pamoja tunywe chai pamoja. Unajua sio ni zaidi ya hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kumbuka maombi yote ambayo Yesu anaomba yanajibiwa. Kuna mtu ana wasiwasi na hilo? Kuna maombi ya Yesu hayajibiwi? Hello? Kuna maombi ya Yesu hayajibiwi? Kwa hiyo na hili lilijibiwa. Au na wasiwasi nao? Sasa sikiliza. Haya ni maombi ya Yesu, analiombea kanisa, anasema hivi: wote wawe na umoja. Unaiona hiyo alama iliyopo inayofuata? Inaelezea ni umoja wa namna gani? Kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu. Huo ndio umoja nao uongelea. Hello? Huo ndio umoja ndani ya Kristo. Anasema wote waamini wawe na umoja. Ukisoma mstari, ukianzia kule mstari ule wa 10, wa 6 mpaka wa 10, unaelezea ni watu gani ambao anawaombea hawa. Ni waamini waliomwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema wote wawe na umoja kama wewe Baba. Aina ya umoja unaoongelewa ndani ya Kristo, kama Baba alivyo ndani, ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Kuna tena hiyo alama inaelezea ni ufafanuzi wa kile kilichosemwa. Hao nao akina nani? Sisi kanisa. Kama Baba alivyo ndani ya Kristo na Kristo ndani yake, umoja wa namna hiyo usioweza kutengwa, kama walivyo kitu kimoja. Huwezi ukamtofautisha Baba na Mwana, si ndivyo watu wa Mungu? Yesu akamwambia Tomaso, akamwambia hivi, wasema ni kuonyeshe Baba yuko wapi? Akasema aliyeniona mimi amemwona nani? Baba. Huo ndio umoja wa namna hiyo. Kwa hiyo hakuna kutofautisha. Kwa anasema na hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndio uliyetutuma. Kwa ili ulimwengu usadiki ya kwamba yeye ndio aliyetutuma, lazima sisi tuwe ndani ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Umoja unaoongelewa hapa, najua mara nyingi tumekuwa tunajadili, tukikaa tukafanya hivi ndio watu watajua. Watu wanajua kwa sababu sisi tumefanyika kuwa sehemu ya mwili. Na tukifanyika sehemu ya mwili, tukatumia karama, vipawa tulivyo navyo, tutaifikia dunia. Dunia inajuaje kumjua kwamba wako ndani yake? Ni pale na wao wanapopata ufahamu wa Yesu Kristo na kuingia ndani ya Yesu Kristo, wanakuwa sehemu ya umoja huo. Mtu mmoja ananielewa? Takupeleka polepole, najua. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja katika kama sisi tulivyo umoja. Sio kama sisi tulivyo na mmoja. Ilivyosema umoja hapa ya Kiingereza inasema kama sisi tulivyo one. Amen. Yaani mmoja. Ingeweza kusema kama sisi tulivyo mmoja. Na unajua neno lililotumika hapo mmoja, manake kitu hicho kinafanana kabisa kwa kila kitu na kile kingine, vimeungana, huwezi ukavitofautisha. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3. Mimi ndani yao, bado anaelezea namna umoja, nawe ndani yangu, ili wawe wakamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo umoja huu unatoka kwa Mungu kama jibu ya maombi ya Yesu. Wewe uko sehemu ya umoja huo tayari. Amina.
Wewe unayenisikiliza uliyemwamini ni matokeo ya maombi ya Yesu aliyoyaomba tuwe na umoja ndani ya Kristo kama yeye alivyo. Tumeingia katika umoja huo, tumeingizwa ndani ya Kristo Yesu, tumekuwa sehemu. Kwa hiyo Baba yuko ndani ya Kristo, Kristo yuko ndani ya Baba, Kristo yuko ndani yetu, sisi tuko ndani ya Kristo. Huo umoja uliotengenezwa ndo kanisa linaposimamia. Hello, unajiona hapo? Unajiona hapo au bado? Bado hujioni eh? Wangapi wanaamini wako ndani ya Yesu Kristo? Unajiona uko ndani ya Yesu, na Yesu uko ndani yako, na Yesu uko ndani ya Baba. Alafu wewe na wapendwa wengine wote mmetengeneza mwili wa Yesu. Kwa hiyo na wote tuko ndani ya nani? Unaelewa sasa umoja unaoongelewa? Unauona huo umoja unaoongelewa? Mwambie jirani yako, sisi tumeungamanishwa ndani ya Kristo. Wewe na Kristo mmefanyika kuwa kitu kimoja. Bwana asifiwe. Unanielewa? Yaani chukulia ukachukua kitu ukakiweka ndani ya chupa, alafu ukaifunga. Kile kitu kiko ndani ya chupa. Sasa lakini inaongelewa hivi ni umoja wa kufanana, na ndio maana Kristo alichukua nafasi yetu, alafu yeye akatupa nafasi yake. Bwana asifiwe. Unanielewa mtu wa Mungu? Machoni pa Mungu, yani hatutenganishwi. Ndio maana hata haki tunayoiongelea siku zote tunaongelea haki ya nani? Ya Kristo, sio haki yetu. Iko kwenye huu mmoja tunaoongelea wa kuwa ndani ya Kristo na Kristo ndani yetu. Alafu sisi tulio wengi tumeungamanishwa kwenye mwili, tukatengeneza ndio mwili wa Kristo. Sisi wapendwa wote wa dunia ndio tunaotengeneza mwili. Alafu Kristo yuko na mwili wake ndani ya Mungu Baba, kinakuwa kitu kimoja. Hello. Haleluya. Huu ni mmoja wa waamini wa kipekee sana. Ni katika vizazi vyote tumeungana. Na anasema kama Baba na Mwana walivyo, ndivyo. Huu aina umoja unaosema umoja ndani ya Kristo, ndivyo na sisi tulivyo. Kama Baba na Mwana walivyo, na sisi ndio tulivyo, kama sisi kwa sisi na ndani ya kanisa, na ndani ya Kristo Yesu. Na umoja huu unatokea kwa sababu Kristo yuko ndani yetu. Sasa una matokeo. Matokeo yake ni watu watajua kwamba Kristo alitumwa na Baba. Na ili watu wajue Kristo ametumwa na Baba, ni watu lazima wafanye nini? Hello? Watu wanafanya nini? Waambiwe? Wafanye nini? Waamini. Ili mtu akijua kwamba Kristo alitumwa na Baba, maana yake amefanya nini? Amefikia kiwango cha kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nakutia moyo asubuhi ya leo, mchana wa leo, tumeungamanishwa ndani ya Kristo. Sisi tuliokuwa wengi tukafanyika kuwa kitu kimoja, lakini tumekuja tukiwa na karama, vipawa na vitu mbalimbali tunavyovitumia kwa ajili ya kufaidishana ndani, kwa ajili ya watu wajue mwisho wa siku Baba alimtuma Kristo, kwa ajili ya kujengana sisi kwa sisi na kwa utukufu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu mmoja ananielewa? Twende Warumi 6:3-8. Taelewa tu pole pole, ndio maana nimeweka maandiko mengi. Kadri tunavyoendelea kusoma utaendelea kukusaidia kuelewa. Biblia inasema hivi: hamfahamu ya kuwa sisi sote tulibatizwa katika Kristo Yesu
tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Bwana asifiwe. Nitakurahisishia kulisoma andiko hili kwa mtazamo mwingine. Kubatizwa, neno hili lilotumika pale, asili yake ni neno linaitwa baptizo. Baptizo maana yake ni kuzamisha. Sawa sawa? Ndio maana hata tukibatiza pale tunafanya nini? Tunazamisha. Kwa hiyo anasema tulisome kwa maana hiyo. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliozamishwa katika Kristo Yesu. Hapa ongelea ubatizo wa maji. Na kuna wengine wametumia andiko na kusema ndio maana wanabatiza kwa jina la Yesu. Hapa ongelea ubatizo wa maji. Anaongelea neno hilo kubatiza, kuzamishwa ndani ya Kristo Yesu. Amen. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliozamishwa katika Kristo Yesu tulizamishwa katika mauti yake. Hello? Kwa hiyo tulifanyika kitu kimoja pale msalabani. Yaani alipokufa na wewe ulikufa. Bwana asifiwe. Kristo alipokufa msalabani na wewe ulikufa. Sasa tuendelee, nini kilichokufa? Tuendelee. Basi baada ya kutoka pale alipokufa, alizikwa. Na wewe ulizikwa pamoja na Kristo. Bwana asifiwe. Muulize jirani yako, hivi ulikufa lini na kuzikwa lini? Sasa wewe usifikiri siku ulipookoka. Siku ulipookoka ulifanya kikawa halisi, lakini kilishatokea siku Yesu uko msalabani. Tunaelewana? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo, kwa njia ya kuzamishwa katika mauti yake. Sio kwa njia ya ubatizo wa maji. Tunarudi kule kule. Kwa tulikufa pamoja na Kristo kwa njia ya kuwa sehemu ya kuzamishwa katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Yesu alipofufuka na wewe ulifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipofufuka na wewe ulifufuka. Tuendelee kwanza. Kwa maana, anaendelea kuelezea, kwa maana mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake. Twende pamoja. Unaelewa sasa? Kwa maana kama mlivyoungamanika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa utukufu wa kufufuka kwake. Anaweka ile alama kuelezea hiyo sentensi zaidi. Tuendelee. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye. Kwa umejua nini kilikufa pale msalabani? Hello? Kitu gani ndani yako kilichokufa msalabani? Utu wa nini? Kwa hiyo mtu anapokubali wokovu, anakubali kwamba utu wake wa kale ulikwisha kufa pale Kalvari. Sio ndo unakufa siku hiyo. Anakubali tulishakufa siku nyingi, nilikuwa bado sijakubali. Leo nakubali. Bwana Yesu asifiwe. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi upatilike, tusitumikie dhambi tena. Unaona huo ushirika tulionao, huo umoja tunaosema ndani ya Kristo Yesu, huu ndio mchakato uliofanyika. Kuna vitu vilivyokufa vikafufuka vipya. Bwana asifiwe. Tuendelee. Imewekwa tena alama. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na nini? Na dhambi. Mstari wa 8. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni hivi. Kwa hiyo alipofufuka, yani tunakufa,
tulikufa pamoja naye kwa njia ya kuzamishwa kwenye mauti yake. Bwana asifiwe. Lugha nyingine, tulikuwa sehemu ya mauti yake, tukazikwa. Kilichosurubiwa ni utu wa kale wa sisi sote na wale watakao kuja baadaye. Utu wa kale ulifanya nini? Ulisurubiwa pamoja na Kristo, wa wanadamu wote. Ukazikwa ili kila anayeamini anapokea ule kufufuka kwake Yesu. Kama Yesu alivyofufuka tena sasa katika utukufu, tunafufuka katika upya na uzima. Kwa hiyo tuliungana naye katika mauti, tunaungana naye katika utukufu. Hello? Umoja tunaoongelea, umoja katika Kristo, ni umoja wa waliofufuka pamoja na Kristo katika utukufu wake. Huo ndio umoja wa waamini. Tunapoongelea habari ya umoja wa waamini, tunapofufuka na kufanywa kuwa sehemu ya mwili wa Kristo, manake hatujafufuka katika udhaifu, katika utumwa, katika madhaifu na manyonge. Tumefufuka pamoja na Kristo katika unyonge, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tukafanywa kuwa sehemu ya mwili wake yeye, kama uliofufuka katika upya, na kanisa limefufuka katika upya, na kanisa lina nguvu kwa maana limeungamanishwa na Kristo katika utukufu wake, katika kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Unanielewa mtu wa Mungu? Umoja wetu katika Kristo ndio unaoongelewa na ndio Yesu aliuombea. Kanisa liko katika umoja. Kila aliyemwamini amezaliwa, amefufuliwa kutoka kwenye laana, kutoka kwenye dhambi, kutoka kwenye utumwa wa dhambi, akafufuka katika upya. Alikufa kwanza, utu wake wa kale ukasurubiwa pamoja na Kristo, ukazikwa pamoja na Kristo. Kristo alipofufuka katika upya na ushindi, na yeye akafufuka, mimi nikafufuka, wewe ukafufuka, na yule akafufuka, halafu tukaunganishwa, tukafanywa kuwa mwili mmoja. Kichwa chetu ni Kristo. Tunakaa Tanzania, wengine wanakaa Kenya, wengine wanakaa Zambia, wengine wanakaa Marekani. Kwa kipindi hiki ambacho Kristo hajarudi tena, tunaishi katika utukufu na nguvu na uwezesho na uweza wa nguvu iliyomfufua Yesu kutoka katika wafu. Hilo ndio kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Huo ndio umoja tunaoongelea na Yesu aliyouombea. Kwa kama unaona kuna vitu havijakaa sawa, kama tumepoteza hiki, ndio maana kanisa halina umoja kwa maana hiyo. Sio kwa maana ya kushikana na kunywa chai pamoja. Umoja wetu hautengenezwi na wanadamu. Umoja wetu sio matokeo ya mikutano. Wala umoja wetu hatuombei leo. Yesu aliomba tayari tuwe na umoja, na umoja huo ni kuvutwa na kuingizwa ndani ya Kristo, halafu tunakuwa kitu kimoja. Sisi ni mwili wa Kristo pamoja, ndani ya Kristo, ndani ya Baba, tunaanza kutembea katika hicho. Kama kuna kitu cha kuombea, ni kuombea udhihirisho wa umoja wa kanisa, kwa sababu umoja upo tayari. Unaona tofauti eh? Hatuombei umoja, tunaombea udhihirisho. Tunaombea tutembee katika kile ambacho tumefanywa. Wangapi wanaamini sisi tulio wengi tumekuwa mwili mmoja? Kwa hiyo naamini sisi ni wamoja, tuko ndani ya umoja. Wangapi wanaamini sisi tulio wengi tumefanyika kitu kimoja ndani ya Kristo? Kwa hiyo sisi ni wamoja na Kristo. Kwa hiyo huombei kuwa umoja na Kristo. Maadamu umeokoka, tayari wewe ni umoja na Kristo. Sio swala la kuombea, ni swala la kuelewa. Kama halionekani, ni swala la kuombea lionekane, lidhihirike. Na unafanyaje? Ili kutokuamini kwangu kuondoke, niamini kuanzia leo kwamba mimi pamoja na watakatifu wote walioko juu ya uso wa nchi tumevutwa tukafanyika kitu kimoja ndani ya Kristo, na Kristo yuko ndani yetu. Sisi kanisa na Kristo ni kitu kimoja. Kristo ametupa nafasi yake,
na nguvu yake na uweza wake na mamlaka yake. Kilicho cha Kristo kimekuwa cha kanisa. Kilichokuwa cha kanisa kilibebwa na Kristo, na Kristo akalibeba kanisa zima zima akaliingiza kwa Baba, kwa maana Kristo yuko ndani ya Baba. Kanisa ni moja ya jambo lenye kuleta tumaini na usalama na uhakika juu ya nchi, juu ya kizazi hiki. Mtu anayeelewa sema haleluya. Na ndio umoja tunaoongelea. Ninaomba tupate ufunuo na kuelewa. Kanisa lijue tayari tuko kwenye umoja. Sisi tumeungamanishwa na Kristo. Tuko ndani ya Kristo. Na sisi wenyewe tumeungamanishwa sisi kwa sisi. Sasa kuna kipindi tunalazimisha waingie watu wasioamini. Nimewahi kuhudhuria maandalizi ya mkutano mmoja wa Injili. Afa anasema unajua bwana, ni masuala ya umoja. Tumewaita na wasioamini, tutengeneza kamati ya pamoja, mimi wasiendi. Kama Yesu ameshindwa kuvuta watu, mpaka tutumie mbinu hizo na ujanja huo, hiyo Injili sitaki kuhubiri. Hayo yanayozaliwa ni mapooza. Hello? Wanabidi tunafanya umoja mpaka na watu wa imani tofauti kabisa, eti umoja. Umeelewa sasa eh? Twende Yohana 14:20. Yesu anaongea habari za Roho Mtakatifu. Anaambia Roho Mtakatifu akisha kuja, nikisha fufuka. Yohana 14:20. Anasema siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Siku gani? Ukisoma kule juu anaongea habari yeye inabidi aondoke ili Roho Mtakatifu aje. Na anasema kisha kuja Roho Mtakatifu mtajua. Asubuhi ya leo, mchana huu, wewe unajua tayari huko Yesu uko ndani ya nani? Anasema siku ile ninyi mtatambua, kutambua ya kuwa Yesu yuko ndani ya Baba yake na sisi tuko ndani yake na yeye yuko ndani yetu. Unataka nini kingine? Hello? Unajua ukijua mambo haya kuna vitu unaacha hata kuogopa. Bwana asifiwe. Nataka nikutie moyo, watu ukitembea gizani jua uko ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani yako. Kwenye mwili huu atuongele rohoni tu. Amen. Bwana asifiwe. Ngoja nikupe changamoto moja hapa. Kwanza nianze kwenye maandiko. Unamkumbuka jamaa mmoja anaitwa Paulo? Unamkumbuka jamaa mwingine anaitwa Petro? Ngoja nianze na Petro. Wangapi wanamjua Petro kwenye maandiko? Wangapi wanajua kwamba Petro alikuwa hajasoma? Nyosha mkono kama unajua. Alikuwa hana shule kabisa, mweupe. Hata maandiko yanakiri. Kama ulikuwa hujui ndio hivyo. Wangapi wanajua Petro alikuwa mzee? Mzee kuliko hata Yesu kwa umri. Bwana asifiwe. Mwanaume alikuwa hajasoma lakini alikuwa ndani ya Yesu. Na wavuvi wenzake wakasimama mbele ya Sanhedrin. Sanhedrin ilikuwa ndo baraza kuu la Wayahudi, wasomi wa sheria, wanaoielewa, wanaoitafasiri. Wana kesi, wakaongea katika Roho Mtakatifu. Kwa sababu jamaa walikuwa ndani ya Kristo. Walipoongea mpaka wao jamaa wakasema hawa wanapata wapi ujasiri? Hawa jamaa unschooled. Biblia ya Kiingereza sema unschooled. Yaani watu ambao shule hawajaiona, walikwepa umande. Lakini nondo wanazozitoa sisi wenyewe zinatupiga knockout wenye ma PhD ya sheria na Torati. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu kilichoenda ni kitu kiko ndani ya Kristo na Kristo ndani yao. Akatema madini ya kutoka mbinguni. Ukishaanza kujua hivyo, kuna vitu havita kuathiri. Utaanza kuona kwa sababu sio elimu yangu imekaaje, sio nini, labda yani hivyo vyote vinatoka. Hautaweka nguvu yako kwingine kokote. Confidence yako, kujiamini kwako hakutatokana na kitu chochote isipokuwa kwamba uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yako. Wewe na Kristo mmekuwa kitu kimoja.
na Kristo yuko ndani ya Baba. Alafu sio wewe tu peke yako, sisi wote tulioamini. Nataka nisisitize hili swala la umoja, kwa sababu mara nyingi tunajiangalia sisi. Huu ndio umoja tulionao ndani ya Kristo. Na kanisa likisimama katika nafasi yake, umekuwa unasikia anakuambia tuombe kanisa lisimame katika nafasi yake. Hii ndio nafasi ya kanisa. Kwa sababu ya kutojua mambo haya, mara nyingi sana tunamtuma Yesu afanye kile alichotutuma sisi kufanya. Hello? Bwana asifiwe. Umeshawasikia watu wanaotumia andiko alilolifanya nani? Ni malaika aliyekuja kipindi cha Danieli. Akasema Bwana akukemee. Umeshasikia watu wanaoambia mapepo Bwana akukemee? Au nao umewahi kufanya? Hello? Kwa nini uweze kuambia, kwa nini sio sawa kuambia mapepo Bwana akukemee? Wewe uko ndani ya nani? Ya huyo Bwana. Na Bwana yuko ndani. Ukisema unasema kwa niaba ya huyo, na amekupa hiyo mamlaka. Usimtume Bwana kwenda kufanya unachotakiwa kufanya. Najua maombi yetu, Baba tokelezea sasa. Tokelezea. Atokelezee kutoka wapi? Hello? Atokelezee kutoka wapi? Wewe na yeye ni kitu. Wewe tamka. Haleluya. Nataka uingie hata kwenye aina ya maombi. Kuna maombi tunasemaga maombi ya kutamka, ya kudeclare. Usitamke tu kwa sababu umeshiba ugali. Lazima utamke kutoka kwenye uelewa sahihi ya kwamba mimi na Kristo ni kitu kimoja. Nikitamka mamlaka ya mbingu imetamka. Na unamsikiliza Roho anasemaje, unatamka. Una command, unaamrisha, unafyatua, unarekebisha, unanyosha. Tamani wewe uwe jitu ambalo hakuna kitu kinaweza kasimama mbele yako na ukasema hiki hakiwezekani. Mtu mmoja ananielewa? Yesu akasema hata milima hii ya kawaida unaweza ukaiambia ng'oka katupwe baharini. Na ndio maana mchana wa leo tumezitamkia nini? Anga na mbingu ziachie mvua. Kwa nini? Tuko ndani ya Yesu. Analeta mvua ni nani? Si ni yeye? Sasa kuna kipindi tumetumia muda mrefu sana. Unaweza kutumia siku nyingi sana unamwambia Yesu afanye alichokutuma kufanya. Kwenye kujificha, kwenye kutokuamini kwetu. Unajifichia, Yesu, fanya sasa. Kuruta anamtuma bosi wake. Watu wa jeshi inaruhusiwa. Kuruta unamtuma bosi. Yeye alishakutuma. Nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Sasa nendeni. Mtu mmoja ananielewa? Unaelewa uko ndani ya Yesu? Unaelewa Yesu uko ndani yako? Halafu sisi sote tumefanyika kitu kimoja ndani ya Kristo. Yaani kanisa na Yesu ni kitu kimoja. Na sisitiza, kanisa na Yesu ni kitu kimoja. Kanisa, simama kwenye nafasi yako katika jina la Yesu. Kanisa sio kitu cheap. Amen. Tumeungana kule. Umoja wetu na Kristo ni ule ule. Na umoja au unafanana na umoja wa Kristo na Baba. Kama ambavyo huwezi kumtofautisha Kristo na Baba, ndivyo na sisi tunapozamishwa kama kanisa tumefanyika kuwa kitu kimoja. Nafasi yake ametupa sisi. Wangapi wanaamini hilo? Kama unaamini nyosha mkono. Unaamini nafasi ya Yesu amelipa kanisa? Ndio kilichomfanya. Kuna vitu viwili vikubwa alivyofanya msalabani ambavyo nataka mimi na wewe tuvijue. Mmoja, alifanya substitution. Yaani kwa maana alichukua nafasi yetu. Cha pili, alifanya representation. Alituwakilisha kwa Baba. Hello? Unanielewa? Sasa ngoja nielezee vizuri.
Kwa hiyo alipofanya kwa niaba yetu, akachukua mabaya yote tuliyotakiwa kuyachukua. Ndio maana yake. Alipotuwakilisha, yani alienda kama Kristo kwa niaba ya kanisa. Kwa hiyo kanisa linakwenda kwa Baba kama Kristo. Mtu mmoja ananielewa? Kama unanielewa sema glory. Yani kanisa linakwenda kwa Baba kama Kristo anavyoenda kwa Baba. Mungu anapoangalia analiangalia kanisa kama anavyomwangalia Mwana, na ndio maana akasema kwa upendo, pendo lile lile ulionipenda mimi ndio hilo umewapenda wao. Napendwa kwa pendo Mungu Baba alilompenda Kristo, hata hakumwacha aoze aangamie katika mauti, bali siku ya tatu akafufuka. Na kanisa linapendwa na Baba kwa pendo lile lile. Haliwezi kuachwa liharibikiwe, haliwezi kuachwa livurugikiwe. Kanisa la Kristo ni washindi, tumefufuliwa pamoja na Kristo Yesu. Unanielewa mtu wa Mungu eh? Nataka uanze kuelewa mambo haya. Na unanielewa kwa nini nakufundisha mambo haya, naamini. Unanielewa eh? Unaelewa kwa nini nakusisitiza uyaelewe mambo haya, nyakati na majira haya. Sumekuwa naomba kanisa lichukue nafasi. Sasa tunafikiri ukichukua nafasi namna gani? Ndio hiki. Bwana anatujibu. Namna ya kanisa kuchukua nafasi ni kuijua nafasi yetu, kwamba sisi na Kristo tumekuwa kitu kimoja, na Kristo yuko ndani ya Mungu Baba. Kwa hiyo kanisa na Mungu Baba ni kitu kimoja. Ukilizungusha kanisa kama gurudumu, manake unawazungusha wateule, unamzungusha Yesu, unamzungusha Roho Mtakatifu, unamzungusha Mungu Baba. Sema haleluya. Je, yuko mtu anayeweza kumzungusha Muumba wa mbingu na nchi? Na kama yupo asimame na Tanzania isikie. Hakuna mchawi, hakuna ulozi, hakuna mamlaka, hakuna gavana, hapajawahi kuweko wala hata kuwepo. Kanisa amka, kanisa simama katika ufunuo tuliopewa ndani ya Kristo Yesu. Natamani kuanzia leo ukiomba, uombe katika nafasi hiyo. Kuna kipindi mpaka unaanza ngoja nimvute Mungu. Unamvuta Mungu kutoka wapi? Sasa ngoja tuite uwepo wa Mungu. Kuna kipindi waimbaji wanasema sasa ngoja tuite uwepo wa Mungu. Au sisi wahubiri, imbeni wimbo mmoja uwepo ushuke. Sisi kama kanisa tuko ndani ya Yesu 24/7. Masaa 24 kwa siku 7 kwa wiki, siku 366 kwa mwaka. Sisi kama kanisa tu ndani ya Kristo, Kristo ndani yetu, Kristo ndani ya Baba, tumefanyika kuwa kitu kimoja. Huo ndio umoja Yesu aliyouombea. Hakuombea mikutano ya kunywa chai. Aliposema wawe na umoja kama mimi nilivyo na wewe, mimi ndani yako na wewe ndani yangu. Huo ndio umoja wa kanisa. Kwa hiyo ukiombea umoja wa kanisa, ombea utando uondoke, akili zifunguke, tujue ya kwamba Yesu alishamaliza na maombi yake ya Yohana 17 yalijibiwa. Sasa ni wakati wa kutekeleza kile ambacho Yesu alikiombea. Amka kanisa, amka mtakatifu. Wewe na mimi tumo ndani ya Yesu Kristo. Wewe na mimi tumo ndani ya Baba. Wewe na mimi tumezamishwa, tumebatizwa katika Kristo Yesu. Sisi na Kristo ni kitu kimoja, hawezi kututofautisha. Kristo amebeba iliyokuwa nafasi yetu, halafu akatupa iliyokuwa ya kwake. Ukiangalia huoni tofauti. Kuzimu inakuangalia hivyo, ukielewa kweli hii.
Umewahi kusikia watu wakisema, unakemea pepo, nasema tunaona moto. Wewe una moto? Una moto? Unafikiri hilo unaoita moto 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 ndio inaleta ufahamu? Hapo unatakiwa kujua wewe tayari uko ndani ya Kristo Yesu. Unaposimama mbele ya pepo, simama kama Kristo. Wewe na Kristo mko pamoja, mmesimama, mnaliambia kwa mamlaka niliyopewa kutoka kwa Baba, toka! Nakwambia, ukitambua hili, tunazo shuhuda nyingi. Watu wamewahi kuinuliwa bunduki, bunduki haikutoa risasi. Watu wamewahi kusogelewa na mbwa, mbwa hazikuwafata. Watu wamewahi kupewa sumu, sumu haikufanya kazi. Kwa maana hivi vyote vyaweza kuharibu mwili, lakini haviwezi kumharibu Kristo Yesu aliye ndani ya kanisa. Piga kelele! Ni wakati wa kanisa kusimama na kuchukua nafasi yake. Sisi sio watu wa mchezo bwana. Kanisa sio la kuzungushwa. Ukilizungusha kanisa, umemzungusha Yesu, umemzungusha Baba. Tutaweka break na tutasema, ewe mamlaka ya kuzimu, stop, simama, toeka, na itakuwa. Biblia inasema tunalolifunga mbinguni tunafunga duniani, limefungwa mbinguni. Usianze kumuita Yesu kuja kufunga. Wewe amekupa mamlaka ya kufunga. Tumia mamlaka kufunga na kufyatisha mkia kila mamlaka ya giza inayokuja mbele yako. Sisi tuko ndani ya Yesu Kristo. Mtu mmoja ananielewa. Sisi na Yesu tumefanyika kwa kitu kimoja. Yaani natamani kama utasahau mengine yote, uanze kujiona uko ndani ya Yesu, Yesu yuko ndani yako. Wewe na Yesu, hiyo kuwa one, neno one lilotumika, ni vitu vinavyofanana kwa ubora, vimechanganywa, huwezi kuvitofautisha. Kwa nikwambie kitu. Tumefundishwa negative nyingi sana. Ngoja nikwambie, ukiokoka unapandishwa kwenye level ya Yesu. Yohana 1 inasema hivi, na wote waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika nani? Si kwa matakwa ya wanadamu. Hebu naomba tusome hapo. Yesu Kristo alifanyika kuwa mwana wa nani? Yohana 1:12. Haleluya. Haleluya. Tusome kwa pamoja, 1, 2, 3. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto. Ndio. Nani anaamini hakuzaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu yoyote katika Kristo Yesu? Kama unaamini umezaliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, manake ulipozaliwa ulipewa sonship, uwana. Ulipewa title ya uwana ambayo ni title ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mtu mmoja ananielewa? Uwana, unajua watu ndio maana wanasema Mungu wenu amezaa, ni kwa sababu ya tafasiri. Neno linalotumika kwenye uwana ni kuwa equal status, kuwa na hadhi sawa. Ndio maana lile neno linalotumika likatafasiriwa wana, kuwa mrithi pamoja kwa usawa. Na ndio maana Biblia inasema sisi kanisa ni warithi pamoja na Kristo. Tumefanyika wana wa Mungu. Haleluya. Wana wa Mungu. Haleluya. Wana wa Mungu. Haleluya. Piga kelele, wana wa Mungu. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Hiyo ndio status, hiyo ndio level. Hiyo ndio level unainuliwa ukimwamini Yesu. DNA yako inatoka kwenye
Uchaga na Usukuma inaingia kwenye wana wa Mungu, na mwana wa Mungu wa kwanza kaka yetu. Inasema hata katika Waebrania, ndio maana haoni haya kutuita ndugu. Inapokuja kwenye habari ya kufanywa kuwa wana, inapokuja kwenye habari ya kuungamanishwa na kufanyika umoja ndani ya Kristo Yesu. Na ndio maana watu wa Mungu, hakuna kitu kina nguvu, na shetani anachojaribu kufanya kwenye kizazi hiki ni kumtoa Yesu kwenye equation. Ukimtoa Yesu kwisha. Ukielewa mambo haya na nafasi ulionao ndani ya Yesu, ukamweka Yesu. Tunaposema kumfanya Yesu central, kitivo, hatumaanishi tu ni kwa kila wakati tunasema Yesu Yesu. Ni kuelewa maisha yangu yamebatizwa ndani ya Yesu. Mimi nilibatizwa ndani ya Yesu, nimezamishwa, sionekani. Hakuna mtu, kuzimu ikiangalia inaweka dira yake kuniona, hainioni, inamwona Yesu. Wachawi wakikutafuta kwenye rada hawakuoni, wanamwona Yesu. Kama bado wachawi wanakuona, nataka nikwambie ni mawili: aidha hujaamini au umeogopa, hujaijua hii kweli. Lakini kama umeamini na umeisikia kweli hii na ukaiamini, kuanzia leo wachawi hawawezi kukuona kwenye rada. Wakirusha wanamwona Yesu, kwa sababu wewe na Yesu mmekuwa kitu kimoja. Wakirusha uchawi unakutana na Yesu. Wakirusha mapepo yanakutana na Yesu. Wakirusha mizimu inakutana na Yesu, kwa maana yeye amechukua nafasi yangu, halafu mimi akanipa nafasi yake. Hakukomea hapo, ananiwakilisha mbele za Mungu kwa niaba yangu. Kwa hiyo akipiga magoti, mimi nikipiga magoti, Baba anamwona Yesu kapiga magoti. Oh, piga kelele, shangilia. Unapata wapi muda wa kwanza kuomba? Baba, mimi nikinyarangata, Yesu nikinyarangata. Yesu aliyefufuka, na anakuona kama Yesu aliyefufuka. Tulikufa tukazikwa pamoja naye, tumefufuka pamoja na Kristo. Status yetu sio ya Yesu wa msalabani, ni ya Yesu wa utukufu. Oh, sema haleluya. Ukielewa nguvu ya ufufuo, ndio maana tunasherekea Pasaka na meza ya Bwana kwa nguvu, maana tunatangaza tumefufua pamoja na Kristo. Ondoa hofu. Mwambie jirani yako, ondoa hofu. Ondoa hofu. Ndio maana nawashangaa watu eti mpendwa anaenda kuondolewa laana. Yesu anaondolewa laana? Jamani, Yesu anahitaji asafishwe nyota? Eti nyota imefifia. Nyota ya Yesu inafifia? Wewe jomo ndani ya Yesu. Kinachong'aa ni nyota ya Yesu, sio nyota yako. Simama tuombe. Hebu jiombee kwa huo mwelekeo. Usisahau kutenda. Wewe ni kiungo muhimu sana kwenye mwili wa Kristo. Fanya yote. Jenga watu. Usikae tu kuanzia leo. Nitaka kwanza nikuonyeshe wewe ni nani, ili uone wewe sio wa kukaa tu. Wewe sio wa kukaa tu. Wewe na mimi sio wa kukaa tu. Kuanzia leo tunapiga kazi. Tunamtumikia Yesu, tunawahudumia watakatifu wengine. Hicho ndio tumeitiwa, ndio maana tumepandishwa daraja. Mwambie jirani yako, mimi nimepandishwa daraja mwenzio. Ila sharti uwe ndani ya Yesu. Hilo ndio sharti. Kama hujaokoka, bado uko kwenye daraja la takataka la kukanyagwa na shetani. Hebu muombe Bwana sasa katika mwelekeo. Iruhusu damu ya Yesu. Iruhusu damu ya Yesu itoe kila udanganyifu adui aliyokuwa ameweka kwa habari ya umoja na nafasi yako na nafasi yetu kama kanisa. Hebu iruhusu damu ya Yesu itakase. Huo ndio utakaso wa kweli tunaoutaka. Kubadilisha nia, ufahamu wetu ugeuzwe.
Jama kateherebo. Na kama unaumwa una nini wewe, hebu angalia nafasi ulionayo, alafu tafakari kuhusu hayo magonjwa kama ni halali yake kukaa kwenye mwili wako. Ile utaamua mwenyewe. Ile utaamua mwenyewe. Ile utaamua mwenyewe. Ile utaamua mwenyewe. Jama kateherebo zika yamanda karaba. Jibo teherebo zika yamande kerebo. Jika yaba kareherebo zika. Jama kareherebo zika yamandaka. Riyaba baba serebo terebo ziriba kerebo. Riyama kerebo zika yaba kareherebo zika. Jama kareherebo zika nekerebo. Riyama kareherebo zika. Jama kareherebo zika yama kata. Reka yaba baba baba reherebo. Hiribo zekerebo neke. Yerebo siriba. Yerebo zika. Reka yaba kare. Rika yaba baba baba. Jende kerebo zi. Reka yaba baba baba. Resereba kare. Riyama kare. Rika yaba kareherebo zika. Reka yaba kareherebo zikerebo. From takatifu sababisha sisi kuelewa nafasi yetu, sababisha kuelewa umoja tulionao katika Kristo Yesu, sababisha mtu mmoja mchana wa leo umjaze na roho wako wa ufunuo, roho wako wa hekima kuweza kukamata ufunuo huu kwa jina la Yesu. Sababisha mtu mmoja kutembea kwenye uelewa huu, mtu mmoja kutembea kwenye ufunuo huu, mtu mmoja kutembea kwenye dimension hizi. Roho Mtakatifu liandike kweli hii kwenye vitanga vya mioyo yetu katika jina la Yesu. Masekebotea rekayabakata. Tunainuka kama kanisa kwenye nafasi yetu katika jina la Yesu. Watakatifu wako tutembee kwenye nafasi yetu kwa jina la Yesu Kristo. Jima kareherebo zika yama kate. Rekayaba kareherebo zika yama. Kerebo ziribo kareherebo zika. Jama kareherebo zika. Jima karebo zika yama kata. Resi yama kare. Rekayaba baba baba. Ufunua umoja huu. Oh, Roho Mtakatifu, funua umoja huu. Funua umoja wetu ndani ya Yesu Kristo. Uweke bayana, uweke wazi, uzamishe ndani yetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakuamini Baba kwa Roho wako Mtakatifu, kwa Roho wako Mtakatifu. Tunapokea, tumekwisha kupokea na nguvu itokanayo na ufunuo huu itende kazi kwenye kila eneo la maisha yetu. Tunapopambana na chochote, magonjwa yaliyoko mwilini, tuyadhibiti kwa ufunuo huu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Changamoto tunazokutana nazo tuzidhibiti kwa ufunuo huu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Vita vinavyoinuka mbele yetu tuvidhibiti kwa ufunuo huu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kama kanisa lako tusimame kwa nafasi yetu kwa ufunuo huu ndani ya taifa letu. Tunakubariki Mungu wetu na Baba yetu. Asante Mungu wetu na Baba yetu, maana wewe ni mwaminifu. Lihimidiwe jina lako na litukuzwe jina lako. Uko mahali hapo unasema sijaokoka, lakini unatamani niakabidhi maisha yangu kwa Yesu, kwa sababu ndio mwanzo ili uweze kuingia katika huu moja. Nyosha mkono wako niombe na wewe mahala ulipo. Uko mahali hapo unasema mimi sijaokoka, natamani leo niachilie maisha yangu kwa Yesu. Haleluya. Natamani uendelee kutembea katika nguvu hii na muamini Mungu katika maeneo mbalimbali ya maisha yako, ukijua umoja tulionao ndani ya Kristo Yesu. Baba, ninakubariki kwa ajili ya siku ya leo, na asante kwa ajili ya wiki iliyoko mbele yetu. Asante kwa matendo yako makuu. Asante kwa neema yako na kwa nguvu ya neno lako liletalo uponyaji. Asante kwa ajili ya kila uponyaji uliotufanyika na kudhihirika siku ya leo kupitia kweli yako, maana umesema tutaifahamu kweli, nayo kweli itatuweka huru. Ninaamini pasipo na shaka yoyote ya kwamba kweli yako ambayo kwa neema na kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu nimeitamka na kuitangaza mbele ya watakatifu wako, imeshika mizizi ndani ya mioyo ya watu,
imeleta mabadiliko na mapinduzi makubwa. Yule alaye hawezi kuchukua mbegu. Mbegu yote iliyopandwa itazaa matunda, imeanguka katika udongo mzuri. Na mwamuru yeye alaye, toeka kwenye neno hili, usiibe hii mbegu, ikazae na kukua ndani ya maisha ya watu. Tunakubariki Mungu wetu na Baba yetu, maana wewe ni mwaminifu. Baba, tunakushukuru hata kwa ajili ya matoleo ambayo tumekwisha kukutolea na yale tunayoenda kukutolea. Bwana, uyabariki, uyatakabari, yakatumike kwa ajili ya ufalme wako. Lihimidiwe jina lako na litukuzwe jina lako. Walio wagonjwa wamepokea uponyaji, waliokuwa kwenye changamoto mbalimbali wamepokea uzima, maana wewe ni uzima, tena wewe ni uzima tele. Nawe ulikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele, na sisi tuko ndani yako na wewe uko ndani yetu, nasi tumefanyika kuwa sehemu yako. Asante kwa ajili ya kanisa Baba, tunaomba kwa ajili ya kanisa la Tanzania. Mungu wetu na Baba yetu, utaendelea kuliimarisha, likasimame katika nafasi yake, likatende yaliyo makuu, likasimame kama lililo ndani yako Kristo Yesu. Uhimidiwe Mungu wetu na Baba yetu, kwa kuwa wewe ni mwema. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, na watakatifu wote wa Mungu sema amina.